Wewe mzee, niambie shekhe. Leo kuna nini bwana kwenye teknolojia ndugu yangu? Shekhe, leo niko na watumiaji wa Android simu. Kuna watu ambao wanapata sana changamoto, wanadai simu zao ziko slow. Okay. Na wamejaribu solutions mbalimbali lakini zimefeli. Mwingine ameambiwa kufuta vitu, punguza, lakini hataki punguza, naona bado mambo ni yale. Mwingine ameambiwa clear caches. Yaani ushajaribu. Hakikisha umeshajaribu vitu vingine. Alafu ukaona bado vimefeli, basi jaribu hii njia ambayo nakupa sasa hivi mpya. Okay. Na njia hii inahusisha kutumia developer options. Nikisema developer options, hizi ni settings ambazo zimefichwa kidogo, ni settings za siri. Zimefichwa kwenye simu yako. Ziko kwenye simu lakini zimefichwa. Kwa makusudi kabisa. Kumbuka kwenye simu zetu tuna ile hasa za Android, kuna ile user interface ambayo ndio ile wewe unayoona, tunazoona tukiwa tunatumia. Lakini kuna system level access. Kuna baadhi ya vitu ambavyo viko chini ya ile user interface. System level access. Kwa developer option inakupa access ya wewe kufika kwenye system level. Kuona simu inafanyaje kazi exactly. Na option hii unaipataje? Ukienda kwenye settings yako pale, ukashuka kwenye about phone. Ukienda kwenye about phone, angalia sehemu imeandikwa build number. Ukikuta ile build number ukiitap pale, kama mara 5 au mara 7 inategemea na simu. Utaona kuna option. Kuna nyingine inakupeleka straight inakwambia you are now a developer. Lakini kuna nyingine inadai labda pin ya simu yako, ile ambayo unatumia kufungulia simu kama umeweka lock. Ukishaiweka simu yako itaongezeka option moja pale. Kuna option itaongezeka, imeandikwa developer option. Ukifungua developer option, ile ndo system level ya simu. Usichezee, natoka kabisa onyo na angalia. Usichezee kitu usichokifahamu. Pale unaweza ukaharibu kabisa simu. Hebu rudia, usichezee usichokifahamu. Pale ndo hata kama ushaona kuna watu wanatumia simu inaonyesha maandishi kushoto kulia kulia kushoto. Ndio. Ni pale unaweza ukaseti. Yaani pale ndo kama umefika, umeenda kwenye layer ya chini ya simu. Pale mimi nataka ukafanya settings chache ili simu yako iwe fast. Scroll, tafuta sehemu imeandikwa transitions. Animator transitions. Kazi zime either weka kwenye, utazikuta zimeweka kwenye standard au zimeweka kwenye 1.0. Weka 0.5. 0.5. Tafuta zile transitions zote, nenda kuna animator transition, kuna Windows transition, nenda zile kazi zime, weka 0.5. Alafu pia tafuta sehemu imeandikwa background process, limit background process. Nenda kaweka background process, either weka standard au weka almost 2 to 3 processes. Kwa sababu simu zetu zinakuwa slow kwa sababu tukio tunazitumia zinakuwa zina run hizi background processes. Kuna baadhi ya application ambazo zinakuwa zina run. Kwa hiyo ili kuzilimit, ndio maana nimekwambia nenda kwenye developer, tafuta hiyo sehemu ya background process limit, utaikuta tu una scroll, alafu pale punguza, weka labda kuna options zinakuja pale. Nyingine zinaandika standard, nyingine zinaandika almost 2 to 3 processes. Kwa hiyo ruhusu at least 2 to 3 processes. Usiweke limit kwamba no process, kwa sababu ukiweka no process maana yake kuna baadhi ya applications zitashindwa ku run, simu yako inaweza ikafeli au ikacrash hapo. Kitu kingine ambacho unaweza kufanya pia kwenye developer process, ili kwenye developer options, ili uweze kufanya simu yako iwe speed zaidi kidogo, unaweza ukashuka tena chini. Kuna option imeandikwa force GPU rendering. Nenda pale kwenye force GPU rendering, turn on. Ukiturn on, GPU ni graphics processing unit. Ukiturn on maana yake simu yako itakuwa inafanya baadhi ya processes kwa kutumia ile GPU processor, sio kutumia CPU. Kwa sababu ina maana itakuwa inaipa nafasi simu yako iweze kupumua, kwa sababu simu kunatumia sana, maana yake CPU inatumika sana. Kwa hiyo ukiswitch on GPU, angalau unapunguza mzigo kwenye CPU ili simu yako iweze kufanya kazi kwa urahisi zaidi. Tumia hizi option kama vingine vyote ulivyofanya vimefeli. Na usiguse kitu ambacho hukifahamu kwenye developer options. Usiguse ambacho hukifahamu. Mambo yataharibika.